akaja akajua Yesu si Mungu. Sasa badala aende atafute katika Uislamu Mungu wa kweli, akabaki akasema hakuna Mungu. Kwa hivyo tunaelewa anazungumzia kutoka katika background ya Christianity. Na most of the atheists in the world, majority of them wako na background ya Christianity. Ni very very few Muslims ambao wako na Islamic background akuja akuwe atheist. Very hard. Unajua the apostate, the false apostle, unamjua? Sasa mimi sijaongelea mambo hayo. Nimesema hivi, nimerudia hivi. Hebu nisikize. Mara nyingi kuwa mkweli na uwe msikivu. Nimesema yule Mungu alikuwa anajua ni Yesu. Kweli uongo? Sasa alikuwa ni Mkristo. Baadaye alipodadisi masala ya Yesu, mara ni Mungu, mara ni mtoto wa Mungu, mara anazaliwa, mara anakula, mara anaenda choo, mara anapigwa, mara analia. Akasema hii si kweli. Akasema hakuna. Sasa yule anaongea kutoka katika background ya Christianity. Imani ya kusema hakuna Mungu imejengwa na Christianity. Hata mimi lao ningekuwa Mkristo na hii confusion yote ningesema hakuna Mungu. Lakini ukishamjua Allah Subhanahu wa Ta'ala na ukamsoma na ukasoma tauhid, huwezi sema hakuna Mungu. Huwezi sema hakuna Mungu. Anwar, shahada inaanza na la ilaha, hakuna Mungu. Kama Yesu. Illa Allah ilaha. Sawa, la ilaha, hakuna Yesu kwa Mungu. Hakuna Mungu. Nasema hivi, la ilaha. Sio la Allah. Subiri kidogo. La ilaha, hakuna Mungu. Hakuna Mungu Yesu. Illa Allah, isipokuwa Allah peke yake. Wa kuabudiwa hakuna. Yesu si Mungu. Hakuna Mungu anaitwa Yesu. Hakuna Mungu anaitwa sanamu. La ilaha, hakuna ilah wa kuabudiwa isipokuwa Allah, yani Allah peke yake. Kwa hivyo ukiwa unaamini Yesu ni Mungu, unafaa useme la ilaha. Kama yule sasa akasubiri, kama yule akasema la ilaha. Sasa imebaki tumfundishe aseme illa Allah, isipokuwa Allah peke yake. Twende mada, nisomee Qur'ani. Ashajua hapo hata. Hapana, hapo ndio niko. Hakishasema bwana. Subiri, wewe dini yako gani kwanza? Kuna watu hawakujui, mgeni. Mimi naitwa Yusufu, mimi ni mfuasi wa Kristo. Dini yako? Mfuasi wa Kristo. Sijauliza unafuata nani, dini yako? Si Mkristo. Okay. Sawa kabisa. Kanisa yako? Kanisa ni ya Yesu bwana. Sasa mimi nitakuja na kanisa. Unaenda kanisa gani? Kanisa yote. Yesu anasema, sijasema unaenda kanisa. Sijasema yoyote ile iko mimi. Unaendanga gani? Yoyote. Sawa. Ashaanza kuingia defense na muelewa vizuri sana. Wewe haina shida. Wewe unaenda msikiti ya Ahmadiyya? Wewe ushasema unaenda yoyote. Wewe unaenda msikiti ya Ahmadiyya? Yaani huyu. Unaenda msikiti ya Ahmadiyya? Sema Nini maana ya Ahmadiyya? Ahmadiyya Waislamu wachache. Qur'ani 5, ukitaka hiyo nakusomea bado kwa Qur'ani. Ahmadiyya ni Waislamu wanaoamini Ahmed Gulam ni Yesu Kristo. Hao ndio Ahmadiyya. Iko kwa Qur'ani. Ni Wakristo? Hapana, wanaamini ni Waislamu. Sema ni Wakristo. Sema ni watu wanaamini Ahmed Gulam ndio Yesu Kristo. Ni Waislamu. Wanaamini Ahmed Gulam ndio nani? Wacha nisomee aya. Ngoja kidogo. Sio kwa Qur'ani. Ni Waislamu. Mpatie, umeshindwa kuuliza swali. 73. Mpatie msomaji. Mpe Jack. Ameshindwa kuuliza swali. Tarudi kwako. Mpe Jack. Jack, habari yako? Nzuri sana. Una swali ya kuuliza? Uliza. Quran 4157. Mpe akusomee. Ndo nirudi kwa Abu Jahal mwenyewe. Bala ulize swali, anaanza kulalamika. Inasema ni baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Inasemaje? Bismillahir rahmanir rahim. Naam. Na kwa ajili ya kusema kwao, sisi tumemuua Masihi Isa mwana wa Maryam. Naam. Mtume wa Mungu. Hali hawakumuua. Naam. Wala hawakumsulubu. Bali walibabaisha mtu mwingine. Naam. Wakamdhani Nabii Isa. Kabisa. Na kwa hakika wale walioikhtilafiana katika hakika hiyo ya kumuua Nabii Isa. Naam. Wamo katika shaka nalo jambo hilo. Kabisa. La kusema kauawa. Naam. Wao kabisa. Naam. Hawana yakini juu ya jambo hili. Wao kabisa hawana yakini juu ya jambo hili. La kuwa kweli wamemuua Nabii Isa. La kuwa kweli wamemuua Isa ibn Maryam. Isipokuwa
ati nini? Isipokuwa wanafuata dhana tu. Naam. Na kwa yakini hawakumuua. Wamakataluhu yaqina. Endelea. Bali Mwenyezi Mungu alimnyanyua kwake. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu na mwenye hekima. Haya. Swali yako? Swali yangu ni Isa hakuuawa. Yesu ndiye aliuawa. Yesu. Swali yako. Nishamtoa timing tayari. Ashatoka timing sasa. Uliza swali. Hapo hakuna swali. Unasema tu Yesu ndiye aliuawa. Sasa ngoja kubali. Nani hajauawa? Isa, lakini Yesu ameuliwa, kwa hivyo sina shida yoyote mimi. Na Isa si Mungu, lakini Yesu ni nani? Yesu ni nani? Yesu ni Mungu. Amefanywaje? Aliuawa. Mungu amefanywaje? Ameuawa. Sasa ndo maana. Sasa subiri kidogo. Wakristo ni wanoma mpaka wanaua Mungu wao. So Isa si Yesu. Nasema hivi, Wakristo ni wakali mpaka wanaua nani? Mungu wao. Hatari si hatari? Ni hatari. Isa sio Yesu. Nasema hivi. Ajibu mimi siongelee Isa. Ngoja kidogo. Mimi siongelee Isa. Naongelea nani? Naongelea Yesu. Ambaye amefanywaje? Kwa ambao sio Isa. Amefanywaje? Sawa, ameuawa, nimekubali. Na ni Mungu? Na sio Isa. Ngoja, ni nani? Ni sawa, ni Mungu. Mungu amefanywaje? Ni sawa, ameuawa. Na wewe unaamini Yesu ni Mungu? Ndio. Amefanywaje? Hivyo. Amefanywaje? Si hivyo. Haya, Isa ni Yesu. Subiri. Mbona hii hutaki kujibu? Nimalize basi. Si mimi nakubali kila kitu. Ikiwa subiri kidogo. Ngoja nisikize kidogo. Mimi nimekubali. Nisikize. Nimekubali. Kwa mujibu wa Uislamu, Isa ibn Maryam kwanza ni mtume mtakatifu. Ni miongoni mwa ulil azmi min ar-rusul. Na ni moja katika wale mitume wanaoheshimiwa zaidi kuliko wengine. Na kwa maana hiyo, huwezi kukosa katika majumba ya Waislamu mtoto anaitwa Isa ama msichana anaitwa Maryam kwa heshima, na ametajwa ndani ya Qur'ani. Na ni Maryam peke yake katika wanawake wa ulimwengu mzima aliyetajwa kwa jina ndani ya Qur'ani. Hata mama yake Muhammad, Amina, hakutajwa, lakini Maryam ametajwa. Waislamu wanamheshimu sana na wanamkubali sana, na hawawezi kwa kumsifu wakapindukia. Tunampenda, lakini hatuwezi kumsifu mpaka ikapindukia mipaka, tukasema labda ni deputy God ama ni assistant God ama ni God. Hatuwezi. Allah anabaki Allah subhanahu wa ta'ala, na Isa anabaki Isa. Kila mmoja yuko katika makamu yake. Isa yuko katika mitume wa Mwenyezi Mungu na Allah ni Mwenyezi Mungu. Lakini kuja kwa Wakristo, walimchukua Isa kwanza wakambadilisha jina. Isa ni nani? Ngoja kidogo. Ni nani Isa? Mimi naeleza nimalize. Wakamchukua Isa mwaka wa 1952, wakakaa Zanzibar, wakambadilisha jina wakamuita Yesu hapa East Africa. Na ukienda kwa wazungu wakasema hapana, hii Yesu ni uongo, wakaita Jesus. Ukienda Brazil wakasema hii Jesus na hii Yesu yote ni uongo, anaitwa Bebeto. Umenipata vizuri? Wanabadilisha jina ya huyo mtoto ili tu waende wamfanye ni Mungu. Umenipata vizuri? Lakini hayo yote, hakuna mtoto wa Mariamu anaitwa Yesu, hakuna. Na hakuna mtoto wa Mariamu anaitwa Jesus. Mtoto wa Mariamu anaitwa nani? Isa. Kwa hivyo neno Jesus ama jina Yesu ni majina fake na hayapo katika vitabu na ni vitu vimebuniwa. Kabla ya 1952 jina Jesus haijulikani. Na leo ukienda Jerusalem ukataja Jesus hawajui, lakini ukitaja Isa wanajua, kwa sababu language ya Palestine ni Arabic na ni lugha ya wale watu wanaoishi kule. Mahali Yesu amezaliwa, they speak more in Arabic than in English, na Kiswahili hakuna kabisa. Kwa hivyo jina wanajua ni jina gani? Isa. Hawajui Yesu wala Jesus. Kwa hivyo hii Jesus na Yesu ni maneno yenu fake. Isa siyo Yesu kwa maana ya jina, lakini kwa maana ya sifa, kwa amezaliwa na Mariamu, amekuwa ni mtoto aliyezaliwa na mwanamke bikira, amezaliwa Bethlehemu kule Yerusalemu. Kwa maana hiyo sasa tunaweza tukakubali kwa dharura kwamba Isa wanamaanisha Yesu ama Yesu wanamaanisha Isa kwa dharura.
Lakini ikija hukumu hii jina Isa na Jesus ni uongo. Jina ya Mariam kwa Kiarabu ni? Si ni Mariam, jina yake hiyo. Jina ibadikangi. Mariam ni Kiarabu. Mariam wala Isa si Kiarabu wala Musa. Subiri. Mariam ni Kiarabu. Ndio nakujibu. Kuna majina yametajwa ndani ya Qur'ani ambayo sio Kiarabu kama Mariam. Si unisikize kidogo. Ibrahim si Kiarabu. Ndio. Jina kama Ishmail si Kiarabu. Ndio. Jina kama Yaqub si Kiarabu. Ndio. Musa si Kiarabu. Ndio. Isa si Kiarabu. Ndio. Maryam si Kiarabu. Ndio. Mwenyezi Mungu hana tabia ya kubadilisha watu majina. Majina haya ni majina katika lugha yao ambayo Mwenyezi Mungu aliwatambua nayo, na ni majina ambayo yako na maana nzuri. Zote yana maneno mazuri, yana maana mazuri. Mwenyezi Mungu hakujalia mitume wake wakaitwa majina mbaya mbaya kama Petro atijiwe. Hawana majina kama hiyo, wana majina mazuri kabisa, na majina hayo ni ya Kiislamu maadamu wao pia walikuwa Waislamu katika zama hizo. Umenipata vizuri eh? Isa alikuwa ni Muislamu katika lugha yao ya Kiyahudi, katika kabila yake ya Kiyahudi alikuwa ni Muislamu, kabila Myahudi. Ibrahim alikuwa ni Muislamu Mukaldayo, alikuwa ni Muislamu lakini pia vile vile anaitwa Ibrahim. Ukija kwa Musa ni Muislamu Myahudi, kabila yake Myahudi. Ukija kama huyu bwana anaitwa nani? Alikuwa ni Mwarabu apart from Nabii Muhammad. Shuaib ni moja katika manabii wa Kiarabu. Muhammad alayhi salatu wasalam ni Mwarabu. Majina yao majina mazuri, ingawa majina ya Kiarabu na majina ya Kiyahudi zote zinaendana, zinafanana kwa sababu ni sister language. Hii inaitwa Aramaic, hii inaitwa Arabic, inaitwa Semitic language. Jesus never spoke Hebrew. Hebrew hii ni modern language, imeletwa juzi na Mazionist. Lugha aliyozungumza inaitwa Aramaic. Aramaic na ancient Hebrew. Ancient, kuna Hebrew aina mbili, kuna ancient Hebrew na modern Hebrew. Hii modern Hebrew ni fake, ni kama useme Sheng ni Kiswahili. Sheng ni Kiswahili? Sheng, lugha Sheng si lugha yetu, ni lugha fake iliyozushwa na vijana majenzi. So hii modern Hebrew ni Sheng ya ancient Hebrew. Ancient Hebrew inaendana na Aramaic, inaendana na Arabic. Watu kabisa wazuri, majina yao ni majina ya Kiislamu tu. Sasa unayo swali? Swali yangu ni hapo kwa hiyo hoja umetengeneza. 457 ilisoma, una swali una? Sawa. Swali yangu inarudi tu hapo. Aya imesoma, uliza swali. Anwar, sasa ulikuwa unaongea peke yako. Nasema hivi, aya imeshasomwa, uliza swali. Sawa, nauliza, nafika hapo. Uliza. Swali yangu ya kwanza ni hii. Wayahudi wenyewe wajui hiyo jina Isa. Nani alikwambia wewe ni Myahudi? Wewe ni Myahudi. Wameisikia jina. Wewe ni Myahudi? Mimi? Mimi sio Myahudi. Unasemea Wayahudi kama nani? Wewe ni Mwarabu. Mimi si Mwarabu. Sasa wewe unasemea Mwarabu kama nani? Qurani yetu ni Kiarabu, mtu wetu ni Mwarabu, lugha ya kiyama ni Kiarabu, ndio maana naongea Kiarabu. Wewe mbona usiongee Kiyahudi kama wewe unawapenda? Barashit. Ati Barashit. Sijauliza mambo ya Barashit, nasema hivi, mambo ya Barashit. Nimeongea Kiarabu. Nasema hivi. Nimeongea. Ati ongea Kiyahudi Barashit. Barashit ndio Kiyahudi. Nimesema Barashit. Sasa hatuko huko. Uliza swali yako. Sawa. Swali sijui Kiarabu juu najua. Uliza swali. Sasa swali yangu ni hii. Hapa juu. Hiyo historia yako ni sawa, hata niipite juu utakubali niongee. Hapa kuna Isa ambao umesema sio Yesu. Isa, mimi nimesema jina neno Isa na neno Yesu. Yesu ni fake. Isa ni original, lakini sifa ya huyu Yesu ni sawa na sifa ya Isa, kwa sababu Yesu anamkusudia Isa kwa sababu alizaliwa na mwanamke bikira Mariamu. Mwenipata vizuri? Yesu alizaliwa na nani? Si Mariamu bikira? Alizaliwa wapi? Unajua pia alizaliwa Bethlehemu. Mariamu bikira alizaa Bethlehem. Sawa Isa pia amezaliwa na mwanamke bikira Bethlehem. Kwa tarikhi ya Kiislamu amezaliwa Bethlehem. Unapinga? Hata tuende kwa mada. Isa amezaliwa Bethlehem, unapinga? Isa? Siko hapo. Lazima uruke. Swali yangu ndio hii. Upo shahidi. Swali yangu ndio hii. Uliza. Isa alipelekwa msalabani.
ala akamtoa. Naam. Alipo Mueleweni tu ni kutoka, safari ni mbali. Sawa. Sema. Isa wakati nani anaenda kusulubiwa, wakatoa Isa. Naam. Wakaleta mtu mwingine. Huyu mtu aliletwa kwanza, nilikuwa naomba nijue ni nani. Mwenye aliletwa ka replace Isa. Na makosa yake ilikuwa gani? Ni Mungu. Mimi siko hapo. Mimi tukitaja jina utaanza kuabudu, ndio maana hatukumtaja. Na tabia tu, mtu yote aliyehusishwa na Yesu tunamfanya Mungu. Makosa yao mtu ilikuwa gani? Makosa yao mtu kusulubiwa kwa makosa ya Yesu. Mpe ni kuonyesha makosa yake. 11:8 Mithali. Sasa si Yesu ndo alikuwa mnasema amesulubiwa na sisi tunasema hajasulubiwa. Utakasirika nini? Alikuwa anasubiri niende kwa Qur'ani. 18. Hiyo ni timing, hawezi pinga Biblia yake. Nikitoa Biblia hawezi kataa. Ningetoa aya Qur'ani angeanza ubishi. Soma hiyo. 18 ngapi? 11:8. 11:8. Kitabu cha Mithali. Inasema kama ilivyoandikwa. Inasemaje? 11 mstari wake 8. Mwenye haki. Mwenye haki. Mwenye haki. Wewe sikiliza. Mwenye haki ambaye sisi tunasema ni Isa. Mwenye haki ambaye ni Isa huokolewa katika dhiki. Katika dhiki. Dhiki alikuwa nayo ndani ni dhiki ya kuuawa msalabani. Endelea. Na mtu mwovu. Mtu mwovu ataingia badala yake. Mpe. Mwenye haki akiwa katika dhiki huokolewa katika hiyo dhiki, na badala yake nani anaingia? Mtu mwovu. Makosa yake ni gani? Mwenye dhiki. Tayari sijauliza mwenye dhiki. Huyu mtu mwovu kwa nini ndo aingizwe badala ya mwenye haki? Tayari ni muovu. Mbaya. Usikilize sasa. 157 enda G sasa. Sura ya 4 157 G. 157. Enda G. Maelezo sharhi. Maelezo. 57. 157. 157. Inasema maneno. Upande huu mwingine geuza page. Naam. Wakafanya hili. Sikiliza, wakafanya hila ili wamuue huyu nabii Isa. Lakini sikiliza sasa. Lakini Mwenyezi Mungu alipindua ile hila yao. Akamtia kidogo mshabaha wa Isa. Wa nabii Isa. Yule mkubwa wa hila yule mwovu sasa ndo akatiwa ile ya kutaka kumuua nabii Isa. Endelea. Na kwa fadhaa yani kwa aibu wakamuua huyo wenzi wao ambaye ni mwovu na wakamsulubu. Mpe. Unajua maana ya hila? Ila najua ni moja katika matendo maovu, si ni kweli? Ndio. Kwa hivyo yule mkubwa wa maovu akatiwa badala ya nani? Ya Isa. Sababu ya kutiwa kwa sababu yeye ni nani? Yeye ni mwovu. Kama Biblia ilivyosema, si ni kweli? Biblia inasema yeye ni mwovu. Ilisema mwenye haki ataokolewa katika dhiki, na badala yake nani anaingia? Mwovu. Na hapa ndani ya Qur'ani tunaambiwa Isa ambaye ni mtu mzuri, Mwenyezi Mungu akamuokoa, akapindua hila ya watu waovu, akamtia yule mwenye hila na yule mwenye uovu. Sawa? Haya ni sawa. Umeelewa? Nimeelewa. Sema ashhadu. Sasa swali ni hii. Swali lingine tena unasilimu. Hapo. Kama umeelewa nini nyingine unabishana? Ni sawa, hapo nimeelewa. Sasa nataka nijue hivi. Umeelewa nini? Nimeelewa kuwa hii Biblia kumbe haijaribika. Sasa tuliongelea mambo kuharibikaga. Umenifundisha vizuri na Biblia. Ngoja kidogo. Na andiko umetoa kwa Biblia. Andiko limetoa ndani ya nini? Kwa Biblia. Imesema mtu gani anaokolewa? Mtu mwenye haki na mwovu anawekwa hapo. Badala ya nani? Ya huyo mwenye haki. Sababu ya yeye huyu kuwekwa pale, makosa yake ni nini? Sababu ni mwovu. Qur'ani pia imesema Isa mwenye haki anaokolewa, anawekwa mtu mwovu. Sababu ya kuwekwa ni yeye ni mwovu.
Nawe uliniuliza sababu ya huyo kuwekwa, sawa? Ndio. Nimekujibu. Huyo umenijibu, lakini sema asante kwanza. Asante sana, umethibitisha Biblia. Asante, umethibitisha Biblia, si kitabu imeharibiwa. Hiyo ni asante. Sasa andiko moja ndio inafanya Biblia hiyo haijaharibiwa. Ndio hiyo ama. Unaona hiyo andiko moja hiyo? Unajua kwa nini tunaikubali? 5:48 Qur'ani. Sikiliza. Sikiliza. Hiyo andiko moja tunakubali. Inayofuata tunakataa. Hiyo ni mada nyingine, lakini namfahamisha. 5:48 Qur'ani inasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Wewe sikiliza vizuri. Na tumekuteremshia kitabu kwa ajili ya kubainisha haki. Tumekuteremshia kitabu hii ya Qur'ani kwa ajili ya kubainisha haki, kinachosadikisha vitabu vilivyokuwa kabla yake, na kuvihukumia. Qur'ani inavihukumia hizo vitabu vilivyokuwa kabla yake kama haya ndio yaliyoharibiwa, haya ndio yameharibiwa, au ndio yaliyosalimika. Yale yaliyoharibiwa yanapingana na Qur'ani, yale yaliyosalimika inaendana sambamba na Qur'ani. Kwa hivyo ukiona andiko ndani ya Biblia inaendana sambamba na Qur'ani, ni katika yale yaliyosalimika. Ukiona andiko ndani ya Biblia inapinga Qur'ani, ni katika yale yaliyogeuzwa, yale yaliyoharibiwa. Kwa hivyo geji ya kupima Biblia ni Qur'ani. Chochote kilichoandikwa ndani ya Biblia ikikubaliana na Qur'ani ni katika yale mabaki yaliyosalimika. Lakini ukiona mahali tu inasema Yesu ni Mungu, ni katika yale yaliyoharibiwa. Ukiona mahali inasema Yesu amekufa msalabani, ni katika yale yaliyoharibiwa. Ukiona mahali inasema sijui nini, ni uongo. Lakini ukiona mahali inakubaliana na Qur'ani, maana yake inakubaliana na haki, ni katika yale yaliyobakia. Kwa hivyo nyinyi ni wapinga Kristo, atupingi, sisi ndo antichrist. Aje. Kila kitu mnapinga tu kwa Biblia. Hizi zingine mnakubaliana nayo, lakini mnapinga maneno ya Yesu. Tunasema hivi, tunachunguza maandiko ya Biblia ndio tuone kama haya ndivyo yalivyo. Umenipata vizuri? Tunafanyaje? Tunachunguza tuone kama haya ndivyo yalivyo. Yale ambayo yanakubaliana na Qur'ani tunakubali, yale ambayo yanapingana na Qur'ani tunakataa. Na ushahidi nimetoa, na ndani ya Biblia pia nitakupa. Abu Jahl, sijamalizana na wewe. Matendo ya Mitume 17:11. Ruhusa ya kuchunguza. Soma hiyo. Mwalimu, Matendo ngapi? 17:11. 17 mstari. Ungefungua Biblia hii, hizo simu zinapinganaga. Soma hiyo. Matendo ya Mitume. Ya simu ziko na mpaka update. Yaani mpaka Biblia ya Mungu mnapatiana update. Watakosaje kuweka update? Iko na mpaka revision. At the revised standard version. Sasa ajabu, kulikuwa na ile revised standard version. Wazungu wakakasirika, wakai-revise hiyo revised. Ikaandikwa re-revised standard version. Yaani maneno ya Mungu mnafanyia revision. Kwani ni syllabus? Ni syllabus ya shule, mnafanyia revision maneno ya Mungu. Nyie Jack Chirac, acheni mchezo na maneno ya Mungu bwana. Yaani maneno ya Mungu inafanywa revision. Soma hiyo. Inasema mwalimu. Alafu na mhubiri mpya mzuri mwalimu. Soma hiyo ndo mzuri zaidi. Nasoma mwalimu. Haya, kama ilivyoandikwa na watu waliongozwa na Roho Mtakatifu. Jake, angalia ni Biblia. Naam, mnaitumia kanisani kila Jumapili. Inasema watu hawa walikuwa waungwana kuliko wale wa Thessalonike. Watu hawa ambao unaona hapa ni waungwana kuliko wale wachache. Elewa vizuri Endelea. Kwa kuwa walilipokea lile neno kwa uelevu, kwa uelekevu wa moyo. Waliupokea ile neno kwa uelekevu wa moyo, wakayachunguza maandiko, wakayachunguza hii maandiko ya Biblia. Kila sio ila. Mwalimu, nasa kila endelea. Wakayachunguza maandiko kila siku ili ile nasa mwalimu. Wakachunguza maandiko kila siku waone ya kwamba mambo hayo ndivyo yalivyo. Wakayachunguza maandiko kila siku ili waone mambo hayo ndivyo yalivyo. Kwa hivyo kuna mengine sio ndivyo na kuna mengine ndivyo. Mambo haya ni gani? Mambo hayo yote ya maandiko walichunguza nini?
Si wanajua kitu walichunguza. Walichunguza nini hapo? Imesema walichunguza nini? Lazima tutajuliana hapa juu. Mtarudia andiko nini? Andiko ishasema wakayachunguza maandiko. Kwani ulikuwa usikilizi? Rudia andiko. Alikuwa ameenda sokoni. Ameenda sokoni. Ndio shida. Watu hawa walikuwa waungwana kuliko wale wa Thessalonike. Endelea. Kwa kuwa walilipokea lile neno kwa uelekevu. Naam. Kwa uelekevu wa moyo wakayachunguza maandiko. Mpe. Wakachunguza nini? Unaona ulisomea andiko nusu. Ilikuwa ni story ya Paulo. Nasema hivi, iwe ni Paulo na Sila, lakini walikuwa wanachunguza nini? Walikuwa wanachunguza Paulo na Sila. Anze hapa tena. Ngoja. Andiko inasema wamechunguza nini? Paulo na Sila. Rudia tena, wakayachunguza. Rudia. Anza tena. Mpe rudia tena. Anze tena. Arudie tena. Wakayachunguza nini? Tunarudia mpaka waelewe. Wakachunguza nini? Wakachunguza maandiko. Paulo na Sila, wewe unakosea vibaya. Wakachunguza Paulo na Sila. Wakachunguza maandiko. Paulo na Sila wewe. Wakachunguza. Wakayachunguza nini? Maandiko nini? Kila siku. Maana wakayachunguza maandiko kila siku. Walipokujua na Paulo na Sila. Ni watu wanachunguza maandiko every day ili waone mambo hayo ndivyo yalivyo. Mpe, una swali jingine? Naomba nijibu hiyo yako. Sasa nisomee tena. Mimi sijauliza. Naomba nisomee tena. Utaenda tena. But mimi sijabadilisha kitu. Nimesema hivi, watu hao walikuwa waungwana kuliko wale wa Thessalonike. Watu wa gani? Watu hao ni Paulo na Sila. Walikuwa waungwana kuliko wale watu wa Thessalonike. Wakaupokea ile neno kwa uelekevu wa moyo. Wakayachunguza, yani Paulo na Sila wakayachunguza maandiko kila siku ili waone mambo hayo ndivyo yalivyo. Umenipata vizuri? Kinachochunguzwa ni maandiko. Wanaochunguza maandiko ni Paulo na Sila. Kwa nini wanachunguza maandiko? Wanachunguza ili waone mambo hayo ndivyo yalivyo. Kuna maneno ilikuwa inaaminiwa na Wayahudi, nisikize wewe, nikufundishe. Kuna mambo ilikuwa katika general norm ya community. Wanaamini imani fulani na wanasingizia iko katika maandiko. Umenipata vizuri So ili ujue hii maneno haiko katika maandiko, wakachunguza maandiko watafute hiyo maneno. Hivyo hivyo tuko hapa. Kuna imani yenu nyingi tu haipo katika Biblia na mnaamini. Tunachunguza maandiko, tuwaonyeshe hii sio hivyo, hii ndio iko hivi. Na kriteria tunayotumia kama reference ni Qur'ani. Kwa sababu Qur'ani ndio burhan, ndio muhaimin, ndio tanzil, ndio hivyo kila kitu. Al-Furqan kitenganisha batil na haki. Una swali nyingine? Nikipea Yusufu, naomba tu nitolee tu andiko moja. Yesu amesema yeye sio Mungu, msiniabudu. Ati nini? Yesu amesema mimi sio Mungu, msiniabudu. Mpe wewe. Yesu amesema mimi si Mungu, na akatoa andiko akasema muabudu Mungu, usiniabudu. Nataka Yesu aseme mimi sio Mungu. Sawa. Si wewe unasema kwanza na kutolea andiko. Yesu anasema mimi si Mungu. Ya pili na kutolea anasema msiniabudu. Mpe nikutolee. Weka hii swali. Mpe. Nataka ni ushauliza. Nataka ni slimu na shati kiwa wazi. Usitutishie kusilimu. Nataka slimu shati kiwa wazi. Imejaa. Mpe. Hatutaki usilimu. Kwa lazima usilimu. Ati nataka kusilimu. Anatapia viatu huyu. Yaani anatutishia na kusilimu. Kwani tunapata faida gani ukisilimu? Ni faida ya nafsi yako. Nashangaa. Usitutishie kusilimu. Ati kuna mwingine siku nyingine nilimpigia simu Mkristo. Na nitamtaja jina akinichokoza. Nikamwambia bana, rafiki yangu, usiache mambo ya kusema Yesu sio Mungu. Usiseme tu uache mambo ya kusema Yesu ni Mungu. Sema tu Yesu si Mungu. Akasema mimi ukinipa aya nitakuja msikitini nitasilimu mahali inasema Qur'ani Yesu si Mungu. Nikamtolea. Alipoona akasoma akasema nimekubali nitumie fare nije msikitini. Muongo kabisa. Nikutumie fare uje msikitini. Muslimu ni nafsi yako ati nitumie fare nije. Tamtaja ni katika wasabato wenu. Ati nitumie fare nije msikitini. Nikamwambia ile mahali huko si msikiti iko, enda huko usikuje kwangu. Na uende usilimu huko. Waislamu takbir. Aya kwanza Yesu anasema yeye si Mungu. Aya pili Yesu anasema msiniabudu, abuduni Mungu. Akutolea zote mbili. Na umeahidi
unasilimu. Ndio. Subiri, na kutolea zote na ameahidi anafanyaje? Anasilimu. Luka 18:18 kitabu cha Luka. Yesu anasema mimi si Mungu. Na kutolea 18 na nakutolea kitabu cha Luka hiyo 4:8 pia. Nasema mwalimu kama ilivyoandikwa. Tena mtu mkubwa mmoja alimuuliza Yesu akisema, mwalimu mwema. Akamwambia, wewe ndo mwalimu mwema. Yana anamuita Yesu mwema. Nifanye nini ili nipate kurithi uzima wa milele? Anamuita Yesu mwema. Akamuuliza Yesu, wewe mwema, nifanye nini? Yaani mwema manake ni mtu kabisa, yeye ndo kila kitu, mtu mwema kabisa. Yesu akajibu aje? Mwalimu, Yesu akajibu akamwambia. Yesu aliposikia mtu anamwambia mwema akajibu akasemaje? Mbona unaniita mwema? Mbona unaniita Mungu mimi? Endelea. Mbona unaniita mwema? Mbona unaniita mimi Mungu? Endelea. Hakuna aliye mwema. Hakuna aliye mwema ila nani? Nani? Mmoja. Nani? Ndiye nani? Mungu. Hakuna aliye mwema ila mmoja tu, naye ni nani? Mungu. Mbona unaniita mwema? Yaani mbona unaniita Mungu? Hakuna aliye Mungu isipokuwa ni mmoja, nani? Mungu. Mwenyezi Mungu peke yake. Ashasema Yesu tayari. Amejibu na amerati. Wapi alisema msiniabudu? 4:8 hiyo Luka. Hiyo Luka wasomagi. 4:8. Hiyo Luka wanahepaga. 4:8 nasema mwalimu. Haiko katika syllabus ya kanisa. Wanahepaga hiyo. Haipatikani. Soma hiyo. Wakisoma kifika hapo wanavaa miwani za mbaya. Inasema nani? Inasemaje? Nani inasema kama ilivyoandikwa? Akamwambia Yesu akajibu. Wewe sikiliza hapo. Yesu akajibu huyu Jack Chirac. Yesu akamjibu akamwambia Jack Chirac, nenda zako. Mwalimu nirudie. Yesu akajibu akamwambia, imeandikwa. Yesu akajibu akasema imeandikwa. Msujudie Bwana Mungu wako. Wewe Jack Chirac, usinisujudie mimi, msujudie Bwana Mungu wako. Umwabudu yeye peke yake. Usiniabudu mimi, umwabudu yeye peke yake. Imeisha. Mimi si Mungu, usiniabudu, muabudu Mungu peke yake. Mpe next. Hataki kusilimu, achana naye. Mwema ni mwalimu wetu wa chemistry. Sawa. Huyo ndo Mungu wako. Waislamu takbir. Ashelewa, akitaka kusilimu aende msikitini, si lazima. Hebu Waislamu niwaone kwa ishara ya mkono. Waislamu takbir. Haya, Wakristo wanaompenda Mungu niwaone kwa ishara ya mkono. Wakristo wanaompenda Mungu. Masai yetu, habari yako? Abio, mambo? Ito nani? Masai ni kabila, sio jina. Wewe ni Muislamu? Unaonaje uko Muislamu? Uko tayari kwa Muislamu? Hiyo ni ngumu. Haya, simama usikilize. Sikiliza. Haya, hebu leteni kiti hapa. Kuna mzee pia akae. Mzee wetu hapa, mpatieni kiti. Adime aliwa hukumu nene qof le. Haya, kaa hapo mzee. Haya. Abu Jahl, habari yako? Ndugu yangu, acha niulize swali. Abu Jahl ni baba ya Muhammad. Haya, uliza swali. Unaanza vita basi. Swali yangu ni hii. Sema mimi si Abu Jahl, usianze kupigana. Ni mtoto wa Abu Jahl, mtoto wa. Sijauliza ni wa nani, wewe ndio unasema hivi. Sijauliza ni nani Abu Jahl. Sema mimi si Abu Jahl, inaisha tu. Mimi najua historia ya Waarabu. Sijauliza Waarabu. Qur'an 7:157. Mtasome. 7:157. Inasemaje? 7:157. Inasemaje? Na sasa 158 hapo. Msomee. Inasema mwalimu, mimi kazi yangu ni usomaji tu. Qur'ani sura ya 7 aya 157. Inasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ambao wanamfuata mtume nabii aliye ummi, mtume ambaye ni nabii tena ummi, asiyejua kusoma, hajui kusoma wala kuandika. Mtume huyu hajui kusoma wala kuandika. Na juu ya hivi atafundisha mafundisho haya ya ajabu ya Uislamu, ambaye wanamuona ameandikwa kwao katika Taurati
na Injili, ambaye anaamrisha mema na anakataza maovu na anakataza yaliyo mabaya. Patie, ameitisha. Swali yako? Ningependa ni unifanulie hii aya ambao kwamba wanafuata huyo mtume au watu wanafuata Muhammad, nabii asiyesoma wala kuandika, anayemkuta kaandikwa kwao. Hawa watu ambao wanafuata Muhammad wanapata Muhammad ameandikwa kwao katika Taurati na Injili. Mimi ningependa kujua hawa watu ambao wanafuata Muhammad na wanapata Muhammad ameandikwa kwao katika Taurati na Injili ni watu wa dini gani? 28 Suratul Qasas aya 53. Soma hiyo barua aliyesoma Barwani. 28 53. Watu gani hao ambao wanamfuata Muhammad na waliona imeandikwa kwao kuhusu Muhammad katika vitabu vyao? Ni kina nani? Inasema mwalimu. Suratul Qasas. Naam. Inasema mwalimu. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Na wanaposomewa wanasema tumeamini, hakika hii. Aya ngapi unasoma? 28:53. Anza 52. 52. Wale tuliowapa kitabu wanaitwa ahlul kitab. Endelea. Wale tuliowapa kitabu kabla yake. Enda mbio. Wale tuliowapa kitabu kabla yake. Wale tuliowapa kitabu kabla ya hii Qur'ani. Wakiamini hii Qur'ani. Wanaposomewa wanasema tumeamini, hakika hii ni haki inayotoka kwa Mola wetu mlezi. Hakika sisi kabla yake tulikuwa ni Waislamu tulionyenyekea. Mpe anaye. Hao ni baadhi ya ahlul kitab. Walipomwona mtume na wakasikia Qur'ani, wakasema tumeiamini na wakasilimu, na wakamjibu mtume wakasema hakika hii maneno uliyotuletea kabla yake hii maneno tulikuwa sisi ni Waislamu. Kwa sababu gani? Ujumbe uliokuja nawe Muhammad haina tofauti na ule ujumbe wa Taurati na ujumbe ule tuliosikia wa Injili. Kwa hivyo wakaamini, wakasilimu, na Mwenyezi Mungu akawa anawalipa mara mbili, sasa kwa kumfuata Nabii Muhammad na zamani kwa kumwamini Nabii Musa katika Taurati. Kwa hivyo hao ni ahlul kitab waliosilimu, ni Waislamu na waliona katika maandiko yao ameandikwa Muhammad na wakamwamini. So hawa watu ambao waliona Muhammad katika vitabu vyao na wakaona Muhammad pia na wakasilimu, walikuwa ni Waislamu waliopewa vitabu. Si umesema hivyo? Walikuwa ni Waislamu, walikuwa ahlul kitab, Waislamu, Wayahudi. Wayahudi ni kabila ama uelewi? Ulisema hakuna Wayahudi Waislamu. Ngoja kidogo, hakuna Wayahudi Waislamu. Hii ni specific group. Nisikize, kuna aya ambayo ni specific na kuna aya ambayo ni general. Aya hii ni specific kwa watu wanaitwa ahlul kitab, Waislamu. Sasa nisikize nimalize. Hawa ahlul kitab waliposikiliza Qur'ani wakafurahi, wakaamini hiyo Qur'ani na wakamwambia mtume, hakika sisi kabla ya hii Qur'ani tulikuwa ni Waislamu. Kwa hivyo wao kusilimu kwao ni kuthibitisha yale ambayo tayari waliona ndani ya vitabu vyao kuwa Muhammad ameandikwa kwao kuwa ni mtume wa Mungu, na wakamsadiki. Na Mwenyezi Mungu akasema walladhina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilayk. Wale tuliwapatia kitabu baadhi yao wanafurahi na wanasilimu, lakini kuna wengine wanakataa.